Uhalifu wa kivita Bangladesh imetoa hukumu ya kifo kwa aliyekuwa waziri mkuu wa taifa hilo Sheikh Hasina wa dola la Palestina. Na Ujerumani yasema masharti sawa yanahitajika katika biashara na China. Habari kamili. Dhaka. Mahakama ya uhalifu wa kivita Bangladesh imetoa hukumu ya kifo kwa aliyekuwa waziri mkuu wa taifa hilo Sheikh Hasina baada ya kumkuta na hatia ya kuamuru kuandamwa kwa waandamanaji vijana waliokuwa wanadai mabadiliko nchini humo. Hukumu hiyo imeifikisha kikomo kesi yake iliyochukua takriban mwezi mmoja. Hukumu hiyo iliyotolewa dhidi ya Sheikh Hasina imekuja miezi kadhaa kabla ya uchaguzi wa bunge unaotarajiwa kufanyika mwezi Februari. Chama cha Hasina cha Awami kimepigwa marufuku ya kushiriki uchaguzi huo, huku kukiwa na hofu kwa uamuzi wa leo huenda ukasababisha vurugu nchini humo. Hali ya usalama imeimarishwa kote mjini Dhaka. Hukumu hiyo imetolewa bila ya Hasina kuwepo mahakamani baada ya kuitoroka nchi wakati wa maandamano na kuhamia uhamishoni nchini India mwezi Agosti mwaka 2024. Tel Aviv. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameapa kuzuia hatua yoyote itakayopelekea kuundwa kwa dola la Palestina. Amesema hayo wakati Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa likipanga kupigia kura azimio la Marekani kuhusu Gaza linalotoa nafasi mamlaka ya Palestina kupata uhuru wake. Netanyahu mara zote amekuwa akisisitiza kuwa kuundwa kwa dola la Palestina ni sawa na kulizawadia kundi la Hamas, akidai hilo litatanua nguvu za kundi hilo na udhibiti wake karibu na mpaka na Israel. Tunapinga kuundwa kwa dola la Palestina. Pingamizi hilo bado lipo na litaendelea na bado lina nguvu na halitowahi kubadilika. Nimekuwa nikilipinga hilo kwa miongo kadhaa na nimekuwa nikifanya hivyo ndani na nje ya Israel. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linatarajiwa kupigia kura azimio hilo linalopendekeza uwepo wa kikosi cha kimataifa cha kuleta utulivu ukanda wa Gaza kinachoratibiwa na Marekani licha ya pingamizi kutoka Urusi, China na baadhi ya mataifa ya Kiarabu. Hamas na makundi mengine ya Palestina yameonya kuhusu azimio hilo la Marekani, wakisema nchi hiyo inataka kuweka mipango katika ukanda huo ambayo wanadai yatakuwa yanaipendelea Israel na kuwanyima wa Palestina haki ya kuendesha mambo yao wenyewe. Beijing. Waziri wa fedha wa Ujerumani Lars Klingbeil amesema kunapaswa kuwa na mikakati sawa linapokuja suala la ushindani wa biashara na China. Akizungumza katika mkutano wa mataifa hayo mawili mjini Beijing, Klingbeil amesema Ujerumani na China pamoja naweza kuona majibu ya changamoto zinazowakabili. Waziri huyo wa fedha ndio mwakilishi wa kwanza wa serikali ya muungano Ujerumani kuitembelea China, huku Berlin ikipitia shinikizo la kuonyesha inaweza kushughulikia sera ya China huku kukiwa na pengo kubwa la kibiashara. Makampuni ya Ujerumani yamechangia ukuaji na uwekezaji katika sekta ya teknolojia na uhandisi China. Kiev. Shirika la huduma za dharura Ukraine limesema mashambulizi ya Urusi kusini mwa mji wa Odessa yamesababisha moto mkubwa katika miundombinu ya nishati na bandari. Naibu waziri mkuu wa Ukraine Oleksiy Kuleba amesema shambulizi hilo linasemekana kuharibu maeneo makubwa ya bandari na meli kadhaa za raia zilizokuwa karibu. Kuleba amesema umeme umekatika katika sehemu moja ya bandari, lakini tayari wataalamu wanashughulikia tatizo hilo ili kurejesha huduma hiyo muhimu haraka iwezekanavyo. Kwingineko, shambulizi jingine la Urusi mashariki mwa mji wa Kharkiv limesababisha mauaji ya watu 3 na kuwajeruhi wengine zaidi ya 10, ikiwa ni kulingana na msimamizi wa jeshi wa eneo hilo Vitali Karabanov. Idadi ya waliouawa huenda ikapanda kutokana na utawala nchini humo kuendelea kupokea taarifa za athari za shambulizi hilo. Belem.
Rais wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa ambaye pia ni waziri wa zamani wa mambo ya nje ya Ujerumani Annalena Baerbock amesema kuna haja ya mabadiliko katika majadiliano magumu kwenye mkutano wa mazingira wa Umoja wa Mataifa wa COP30. Baerbock amesema ni muhimu kwa masilahi binafsi ya taasisi kufanya mabadiliko. Wajumbe katika mkutano wa COP30 kutoka mataifa takriban 200 bado wanajadili hadi mwisho wa wiki hii namna ya kupunguza ongezeko la joto duniani hadi kufikia nyuzi joto 1.5 katika kipimo cha Celsius ukilinganisha na viwango vya kabla ya mapinduzi ya kiviwanda. Wanasayansi wanasema kufikiwa kiwango hicho ni muhimu ili dunia ijikinge na madhara makubwa yatokanayo na mabadiliko ya tabia nchi. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka DW Bonn. DW Dunia Yetu leo mchana. Waziri mkuu wa zamani wa Bangladesh ahukumiwa kifo. Na huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hali inaelezwa kuwa sio shwari, na ni mwaka mmoja sasa umetimia tangu kiongozi wa upinzani maarufu kwa Uganda Dr. Kizza Besigye alipotekwa kutoka mjini Nairobi nchini Kenya. Taarifa ya habari za ulimwengu imesomwa kwako na Amina Abubakar. Ninakukaribisha msikilizaji moja kwa moja kwa uchambuzi wa ripoti zetu mchana huu wa leo, tukianzia huko Bangladesh. Mahakama ya uhalifu wa kivita nchini Bangladesh imemhukumu kifo waziri mkuu wa zamani Sheikh Hasina baada ya kumkuta na hatia kwa kosa la uhalifu dhidi ya ubinadamu, hatua inayohitimisha kesi ya miezi kadhaa inayohusisha mashtaka ya kuandamwa waandamanaji waliokuwa wakiipinga serikali yake. Tatu Karema na maelezo zaidi. Akitoa hukumu hiyo katika mahakama iliyokuwa imejaa watu na chini ya ulinzi mkali, ambayo pia ilitangazwa moja kwa moja kwenye televisheni ya taifa, Jaji Golam Motuza Mozumdar amesema vigezo vyote vinavyochangia uhalifu dhidi ya ubinadamu vimetekelezwa. Hata hivyo, akizungumzia hukumu hiyo katika taarifa yake aliyotoa akiwa mafichoni nchini India, Hasina ameitaja kuwa ya upendeleo na iliyochochewa kisiasa. Amesema hukumu hiyo dhidi yake imetolewa na mahakama isiyo huru na kusimamiwa na serikali ambayo haikuchaguliwa na isiyokuwa na mamlaka ya kidemokrasia. Hasina mwenye umri wa miaka 78 alikaidi maagizo ya mahakama kwamba arudi kutoka India kuhudhuria kesi hiyo dhidi yake. Aliwakilishwa na wakili aliyoteuliwa na serikali ambaye aliambia mahakama kuwa mashtaka dhidi yake hayana msingi na kuomba kuachiliwa kwake. Hata hivyo, hukumu hiyo inaweza kukatiwa rufaa katika mahakama ya juu. Wakati wa kusikilizwa kwa kesi hiyo, waendesha mashtaka waliambia mahakama kwamba walikuwa na ushahidi wa amri ya Hasina ya moja kwa moja ya kutumia nguvu ya kupitiliza kukandamiza uasi ulioongozwa na wanafunzi mnamo Julai na Agosti mwaka 2024. Mkesha wa hukumu hiyo, mwanawe Hasina ambaye pia ni mshauri wake Sajib Wazid aliliambia shirika la habari la Reuters kwamba hawatakata rufaa hadi wakati ambapo serikali ya kidemokrasia itakapochukua madaraka kwa ushiriki wa chama cha Hasina cha Awami League. Hukumu hiyo pia inakuja miezi kadhaa kabla ya uchaguzi wa bunge unaotarajiwa kufanyika mapema Februari. Chama hicho cha Awamu League kimezuia kugombea uchaguzi huo na inahofiwa kuwa hukumu hiyo ya leo inaweza kuzusha machafuko mapya kabla ya kura. Adhabu ya juu zaidi chini ya sheria inayoongoza mahakama hiyo ni hukumu ya kifo. Kabla ya hukumu hiyo ya leo, Bangladesh imekuwa na wasiwasi, huku kukiwa na takriban milipuko 30 ya mabomu na magari 26 kuteketezwa nchini humo katika siku chache zilizopita. Hakuna majeruhi walioripotiwa. Kulingana na ripoti ya Umoja wa Mataifa, takriban watu 1400 huenda waliuawa wakati wa maandamano ya kati ya Julai 15 na Agosti 5, huku maelfu ya wengine wakijeruhiwa, wengi wao kwa risasi kutoka kwa vikosi vya polisi katika kile kinachotajwa kuwa ghasia mbaya zaidi nchini Bangladesh tangu vita vyake vya uhuru mwaka 1971. Ni ripoti yake Tatu Karema. Tuelekee sasa huko Mashariki ya Kati. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameapa kuchukua hatua madhubuti dhidi ya vurugu za walowezi dhidi ya Wapalestina na jeshi la ulinzi la Israel IDF katika ukingo wa Magharibi unaokaliwa kimabavu, huku akisema kuwa wahusika ni wachache. Sudi Mnete na mengi zaidi kuhusu hali ya Mashariki ya Kati. Kwa mujibu wa taarifa ya serikali, Netanyahu amenukuliwa akiliambia baraza la mawaziri kwamba
Wengi wa walowezi ni watii wa sheria na waaminifu kwa taifa. Netanyahu alisema serikali yake itachukua hatua kali sana dhidi ya wale wanaohusika na vurugu dhidi ya IDF na dhidi ya Wapalestina, kwa sababu wao ni taifa la kisheria na taifa la sheria hutenda kwa mujibu wa sheria. Ikumbukwe Jumaa iliyopita shirika la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa lekemea kile ilichokisema ni mashambulizi yanayoongezeka kwa walowezi wa Kiyahudi wenye msimamo mkali dhidi ya mali na nyumba za Wapalestina katika ukingo wa Magharibi unaokaliwa kimabavu. Msemaji wa mjini Geneva, ofisi ya kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa, alisema kuna tabia ya ongezeko la vurugu dhidi ya Wapalestina. Watu kadha wamejeruhiwa katika mashambulizi hayo, ikiwemo kiwanda cha maziwa. Mashambulizi zaidi ya 260 yalirekodiwa mwezi Oktoba, ikiwa ni zaidi ya idadi ya mashambulizi katika mwezi mmoja tangu mwaka 2006. Israel mara kwa mara ukataa tuhuma za ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa kuishtumu kwa upendeleo. Katika vita vya siku 6 vya mwaka 1967, Israel ilichukua udhibiti wa ukingo wa Magharibi na Jerusalem Mashariki. Rekodi za sasa zinaonyesha takriban walowezi wa Kiyahudi 700,000 wanaishi huko, wakiwa ni miongoni mwa Palestina milioni 3. Wapalestina wadai maeneo hayo kwa ajili ya taifa lao la baadaye lenye Jerusalem Mashariki kama mji mkuu wake. Tangu mashambulizi ya kigaidi kutoka ukanda wa Gaza dhidi ya Israel tarehe 7 Oktoba mwaka 2023, zaidi ya Wapalestina 1,000 wameuawa katika ukingo wa Magharibi, ikiwemo Jerusalem Mashariki katika operesheni za vikosi vya usalama vya Israel na mashambulizi ya walowezi. Jumla ya Waisrael 59 waliuawa huko katika uvamizi huo au mapigano katika kipindi hicho. Katika hatua nyingine, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameapa kupinga jaribio lolote la kuanzisha taifa la Palestina, siku moja kabla ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kupiga kura kuhusu azimio linaloandaliwa na Marekani kuhusu Gaza, ambalo linaacha mlango wazi katika uwezekano wa uhuru wa Palestina. Kimsingi, Baraza la Usalama linatarajiwa kupiga kura kuhusu pendekezo la Marekani la kutoa mamlaka ya Umoja wa Mataifa kwa ajili ya kuanzishwa kikosi cha kimataifa cha kudumisha utulivu Gaza, licha ya upinzani kutoka Urusi, China na baadhi ya nchi za Kiarabu. Ni ripoti yake Sudi Mnete. Tuelekee sasa huko nchini Tanzania. Nchini Tanzania, baada ya vumbi kutulia kufuatia uchaguzi wenye machafuko makubwa yaliyosababisha maafa na hasara kubwa kwa maisha ya watu na uharibifu wa mali, wiki iliyopita Rais Samia Suluhu Hassan aliyetangazwa kushinda kwa takriban 98% kwenye uchaguzi huo, alitoa wito kwa kile kinachoitwa maridhiano ya kitaifa, kulileta pamoja na kuliponya taifa hilo la Afrika Mashariki. Mwenzangu Mohamed Halef amezungumza na mwanaharakati wa haki za binadamu Sheikh Ponda Isa Ponda, kiongozi wa taasisi ya Shura ya Maimamu nchini Tanzania, ambayo pamoja na masuala ya kidini iliweka uangalizi wake kwenye uchaguzi huo. Kwanza anazungumzia alivyolipokea tamko la maridhiano kutoka kwa Rais Samia. Jambo hili lazungumza ni jambo kubwa na ni jambo ambalo linatakiwa sana lifanyike. Tanzania kumekuwa na majaribio mengi, matukio kama haya yanapotokea, alafu serikali inakuja na dhana hiyo ya maridhiano, lakini kumekuwa kuna kukwama kwa maridhiano. Sasa niseme kwamba kitu kikubwa kilichojitokeza katika taifa letu ni kutokuaminiana, ambacho hicho ndio kinatakiwa kizingatiwe katika wito huu aliotoa rais sasa hivi, kwamba kuna tatizo sasa hivi. Ikitolewa kauli ya maridhiano, hiyo kauli inakuwa haiaminiki. Sheikh Ponda, mtu mwingine angesema kwamba kina cha hali kuwa mbaya ambacho Tanzania imefika kutokana na uchaguzi huu wa Oktoba 2025 hakijawahi kutokezea katika historia yenu, takriban miaka 60 tangu mpate uhuru. Kwa hivyo hata kama pengine huko nyuma kulikuwa na shaka dhana za kutokuaminiana, lakini hamkuwahi kufika umbali huu ambao mmefika sasa. Na kama ni hivyo, sasa ule msingi wa kutokuaminiana hauna tena mashiko, kwa sababu tayari kwa vyote kavyokuwa lazima mzungumze, lazima mridhiane, kwa sababu hamkufika pala hapa kwa nyuma. Mimi sipendi kuzungumzia maridhiano, mimi huwa napenda kuzungumzia muafaka. Yani watu mfikie muafaka katika mambo ambayo yaliyotokea, kwamba mnawafikiana kwenye mambo haya, yawe hivi, hili lisirejee tena na hili lisirejee tena, muafaka maana yake. Mimi napenda kuzungumzia muafaka. Lakini niseme kwamba yote yakavyokuwa, iwe ni tukio dogo au kubwa,
lakini kimsingi swala maridhiano ni swala msingi sana. Sasa niseme kwamba kwenye hiyo swala maridhiano, ili mfike maridhiano, mnahitaji kuaminiana. Kama kweli mnaweza mkafika mahala mkafika kwenye maridhiano, kwanza, hatua ya kwanza, uchunguzi ufanyike. Nini kimetokea katika uchaguzi? Nini kimetokea katika swala zima la usalama wa raia? Halafu tukishapata ile ripoti ndipo utakapoenda kwenye maridhiano. Unakusudia kusema Sheikh Ponda kwamba kuja mazungumzo maridhiano yote kwa lazima kwanza upite uchunguzi, pajulikane kipi kilitokezea kwenye pande zote mbili, kwenye uchaguzi wenyewe na kwenye hali ya usalama mitaani ambako maelfu au tuseme mamia ya watu wameuawa wa ripoti ambayo tunazipokea. Nje hapo hakuna maridhiano. Sasa mtajadili nini kwenye meza yenu? Mtajadili kitu ambacho huo ugomvi wenyewe hamaujui. Ni lazima lile tatizo mlielewe ili liwepo pale mezani, alafu mshalelewe ile tatizo. Hatua za mwanzo kabisa lazima watu wawajibike. Maana vyovyote itakuwa hatua maridhiano kama tatizo ni kubwa. Kwa mfano tatizo la mauaji, mtalipatia ufumbuzi namna gani kama wale walioua hawezi kuwajibika? Kwa hivyo ni lazima ripoti iwepo pale ili muweze kulifahamu lile jambo lenyewe, mjadili na hatua zichukuliwe. Lakini kufikia hatua ya kuipata hiyo ripoti ambayo inataja masuala hayo yaliyotokezea kwenye uchaguzi na kwenye machafuko na mauaji ambayo yamejiri, si lazima kwanza muanze na hatua ya kuitafuta namna ya kuwapata hao watu kuandika utafiti na kupata ripoti ambayo ndio hayo mazungumzo ya maridhiano? Ndio pale tunapozungumzia sisi, serikali haiwezi kufanya hiyo, yani haiwezi kuleta hiyo forum, isipokuwa lazima kuwa kuna third party, yani kupatikane watu watatu, yani mtu watatu. Tumeandika sisi kwenye tamko letu, sisi tumeeleza kwamba mtu watatu basi angalau wawe ni viongozi wa dini au iweze kuwa ni jumuiya. Kuna jumuiya zetu hizi za kikanda ambazo kwa kweli ndio nafasi yake zitusaidie katika mambo kama hayo. Ni Sheikh Ponda kama alivyozungumza na mwenzangu Mohamed Halef. DW tunavuma kwa kishindo.